Uongozi wa mkoa wa Kaskazini Unguja kwa kushirikiana na wananchi wa mkoa huo wameandaa dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wakuu wa nchi ili kuwapa imani na nguvu ya kuendelea kuongoza taifa kwa amani. Wakizungumza katika dua hiyo iliyofanyika msikiti wa Jitimai Kidoti, wananchi hao wamesema lengo la dua hiyo ni kuwaombea viongozi ili kutekeleza vyema majukumu yao pamoja na kushajihisha jamii kuendelea kuitunza amani iliyopo. Lengo ni kuombea viongozi wetu wakuu wa nchi, ni kuombea na kuwapa moyo juu ya majukumu yote ambayo wanayofanya katika nchi yetu. Tunajua wana kazi kubwa na kazi nyingi ambazo wanazifanya katika maendeleo ya taifa hili. Kwa hiyo kama ni mkoa tumeamua kuwasomea dua hii ili tuweze kuwatia moyo na kuombea kwa Mwenyezi Mungu awape umri mrefu na waweze kuendelea kulitumikia taifa letu. Nimekuja hapa kwa sababu ya kuiombea dua nchi na viongozi wetu pamoja na sisi raia, kulinda amani ya nchi yetu na vizazi vyetu na mali zetu katika nchi yetu. Dua hii inarahisisha mambo mengi katika miradi yetu ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania nzima, kiwemo na hapa visiwa vyetu viwili vya Unguja na Pemba. Wananchi naomba wawe watulivu, waendelee kuendeleza amani na utulivu katika nchi yetu. Kwa upande wao viongozi wa dini na serikali walioshiriki katika dua hiyo wamesema wananchi wameamua kufanya dua hiyo ya pamoja kwa ajili ya kurejesha amani na upendo baina yao. Leo siku ya tarehe 9 Januari 2026 ni tarehe ambayo wanamkoa wa Kaskazini Unguja wenyewe wamekusanyana na kuamua kwa makusudi kufanya dua hii maalum, dua ambayo inalenga kuwaombea viongozi wa kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, sambamba na taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na upande wa Zanzibar. Dhamira kuu ya dua hii kwa mujibu wa mkakati wa wana Kaskazini Unguja ni kuhakikisha kwamba taifa letu na mkoa wenyewe wa Kaskazini Unguja vinakuwa katika hali ya utulivu na amani, ili wananchi waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii bila ya bughudha ya aina yoyote. Kwa nini leo? Ni kwa sababu kama tunavyokumbuka siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu iliingia katika uchaguzi, na uchaguzi ule kwa baadhi ya maeneo hasa upande wa Tanzania bara kulijitokeza ghasia mbalimbali zilizotokana na baadhi ya watu kujikusanya na kuvamia maeneo mbalimbali ya biashara, lakini pia kuathirika kwa baadhi ya wananchi na pia kusababisha vifo kwa baadhi ya maeneo. Sasa hali hiyo, kwa mujibu wa imani ya wananchi wa mkoa huu, wameona kwamba mahali pekee pa kurudi na kulirejesha jambo hili ni kumkabidhi Mwenyezi Mungu, ili kumuomba kwamba kwa kipindi kirefu kijacho au kwa kipindi chote kijacho taifa letu liendelee kubaki katika hali ya amani na utulivu, umoja na mshikamano. Hivyo leo siku ya Ijumaa ni siku mahsusi kwa Waislamu, na ni siku ambayo kwa kawaida Waislamu wanapokuwa na jambo kubwa, iwe hakuna mvua kwa maana ya jua kali, basi hufanya mikusanyiko ya namna hii katika viwanja vya wazi na kumuomba Mwenyezi Mungu. Wenye nia mbaya wanania kuivuruga nchi kwa malengo yao tofauti, na tumegundua sasa kuna hatari, watu wanataka kutogombanisha pia kidini, ambao viongozi wetu wa kitaifa marehemu Abeid Amani Karume na Mwalimu Nyerere vitu hivyo alishaviondoa katika nchi yetu Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Sisi ndugu wa damu, ndio maana ya muungano. Sasa pia kuna watu wanataka kuvunja muungano wetu. Hasa yote hayo tunamuomba Mwenyezi Mungu atuepushe nayo, kwa sababu Mungu ametutaka tunapopata mitihani turudi kwake. Kwa hivyo tumeandaa, wananchi wa Kaskazini na viongozi tumeandaa dua hii kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan ampe nguvu aweze kuendesha nchi hii kwa amani na utulivu, ampe hekima na busara, na amkinge na wale wote wenye nia mbaya ya kuvuruga amani na utulivu katika nchi hii na kumvuruga yeye binafsi. Lakini pia tunamwombea Zanzibar Dr. Hussein, na yeye Mungu ampe nguvu, na wale wenye nia mbaya na nchi yetu kuivuruga na kumvuruga yeye, basi Mwenyezi Mungu awalinde na ailinde nchi yetu. Ndio madhumuni makubwa. Hakuna kitu kizuri katika nchi kama amani. Kwanza ni amani. Imam Shafi anatuelekeza kwamba viongozi lazima waombewe dua, kwa sababu wao ndio washika hatamu wakuu wa kuiongoza nchi na wananchi wake. Kwa hiyo haya ni mafunzo ya dini yetu kwamba sisi lazima
tuwe na tabia na utamaduni wa kuomba dua, kuiombea dua nchi yetu na viongozi wetu. Dua hiyo iliyoandaliwa na uongozi huo imejumuisha wananchi wa shehia 78 za mkoa wa Kaskazini Unguja, viongozi wa dini na siasa, pamoja na wanafunzi wa madrasa. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Haya, pesa hii uende ukatumia skuli eh? Haya mama. Asante mama. Haya. Mama mdogo. Nataka na mimi niende skuli. Mpumbavu mkubwa. Hizo kazi za ndani ushazimaliza hata unataka kwenda skuli? Nishazimaliza. Ulikuwa umwambie baba yako kabla hajafa akupeleke skuli. Mbona kumwacha tu akafa? Yule alijua kuwa wewe huna hadhi ya kwenda skuli. Pumbavu, nenda ndani huko. Ngalikuwa baba na mama leo kwa yasingenikuta kila siku manyanyasa. Aha, unasemaje? Nikwambia kitu Aiman. Nahisi kama ulioniwashia moto ndani ya moyo wangu na unaendelea kuniunguza ndani kwa ndani. Mimi nilikuwa nakuvutia pumzi tu wewe. Unalilia nini na utozobi wako? Wewe! Usifanye hivi mtoto. Ramda nisirudie, lakini kama kufanya ndo nishafanya. Kunya moto basi niungue. Wewe hujui kama mtoto yatima huyu? Kama mtoto wako wewe ukamkuta anadhalilika kama hivi utaridhika wewe? Usimfanye hivi mtoto. Elewa kwamba leo kwake, kesho kwako. Kutokuwa na wazazi haimaanishi kuwa ndio chanzo cha kuishi kwa manyanyaso na masimango. Kila mtu ana haki ya kuishi kwa furaha na amani hata ikiwa hana wazazi. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.